Radio Free Africa. Radio Free Africa. Free Africa. Uhali gani msikilizaji wa RFA popote ambapo unategea sikio, mimi ni Dennis Mwasalanga na kualika sana kwenye Je unasemaje usiku wa leo, na pamoja na mijadala mbalimbali ambayo inaendelea maeneo mengi nchini Tanzania, bado taifa letu linaendelea na utekelezaji wa mkakati wa miaka 10 wa nishati safi ya kupikia, ambapo moja ya lengo kuu ni kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania ianze kutumia nishati safi ya kupikia mpaka pale mwaka 2034. Je, unasemaje kuhusu utekelezaji wa mkakati huu wa nishati safi? Ukiona maoni, tembelea kwenye mitandao ya kijamii ya Radio Free Africa, lakini vile unaweza kanitafuta mimi @Dennis Mwasalanga. Vile napatikana kwa Fikra Tunduizi moja. Sasa miongoni mwa masuala ambayo wataalamu wa masuala ya kijamii wanasisitiza ni kujifunza kutoka mifano bora maeneo mbalimbali ya Tanzania, na leo na kusogezea mfano kutoka shule ya sekondari Kanosa iliyopo Tegeta jijini Dar es Salaam, ambao wanawalisha wanafunzi zaidi ya 900 kwa kutumia nishati ya gesi ya kwenye mitungi. Naitwa Sister Susan, natokea hapa Kanosa sekondari ambayo inafahamika hapa, ipo hapa Tegeta Dar es Salaam, kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6. Tunatamani kujua kwa sasa mnatumia nishati gani kwenye kuhudumia wanafunzi, na hapo awali mlikuwa mnatumia nishati gani? Kwa sasa hivi tunatumia nishati ya gasi, ambapo nyuma hapo awali tulikuwa tunatumia kuni. Gesi tumetumia kuanzia 2023. Sasa hivi miaka imeenda kama miaka 3, na tunapoona imetusaidia sana na tunafurahia, na pamoja na wapishi wanafurahia hiyo nishati ya gasi. Tukumbushe kidogo, wakati mnatumia kuni, mlikuwa mnatumia kuni kiasi gani, kama mtakumbuka hata makadirio kwa mwaka, na mlikuwa mnalisha watoto wangapi? Alafu baadaye tutafananisha na gesi. Sasa awali tulikuwa tunatumia kuni, ambapo tulikuwa tunalisha watoto 900, na sasa hivi 900 na wameongezeka, lakini tulikuwa tuna shida ya kuni kuchafua ukuta. Alafu baada ya hapo chakula kivi kwa muda, mara nyingine kuni haziwaki vizuri, mara nyingine zinaishia kwenye soko, hazipo, napata shida kuzitafuta. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa mnatumia gesi tangia mwaka 2023 umesema, na unaonaje sasa matumizi yake kwa sasa? Yani wewe sasa unajisikiaje, na unaonaje matumizi ya gesi sasa kama nishati safi? Tulivyoanza kutumia nishati ya gasi, tunaona kuna tofauti kubwa, kwamba pale ambapo tunatumia jiko letu liko safi, kuta zote ziko safi, na kingine chakula kinaiva kwa wakati ule ambao mtu amepanga, wakati muda. Alafu nishati ya gasi iko available, yani kwenye soko ukitaka gesi sasa hivi unaipata. Kwa hiyo hakuna kubabaika sana kutafuta kwenye soko gasi iko wapi. Kwa hiyo tunafurahia, na wapishi kama nilivyokuambia wamefurahi, wanafurahi pishi wao. Na je, kweli ni gharama kama ambavyo watu wanaamini? Tunalisha watoto 900 na wameongezeka, lakini tunavyoona kwenye gharama tumekata sana gharama kutumia kuliko tulivyokuwa tunatumia kuni. Gharama imekata kidogo, kwa hiyo tumefurahi sana. Unazungumzaje ule mtazamo wa kwamba gesi ilikuwa inaonekana kama ni kitu kigumu hivi kutumia, namna hawa watu wanaowaletea gesi? Je, kuna urahisi wote au unaona bado mnaona gesi bado ni mchakato mgumu kutumia? Hapana, gesi sio mchakato mgumu sana. Na sisi mwanzoni tulikuwa tunaona kwamba yani ni mchakato mgumu, itakuwa kuaje, labda italipuka siku moja, lakini kwa miaka hii 3 ambao tumetumia tunaona mambo yanaenda vizuri, na kama nilivyowaambia, na wapishi sana ndio wanatupatia feedback, wanasema kwamba wanafurahi. Kwa hiyo mambo yanaenda vizuri. Sasa unaweza kutukumbusha faida unazozikumbuka za kiafya ambazo unaziona ziko wazi kutokana na matumizi ya gesi kama nishati safi? Faida ambazo naziona, kwa mfano wakati walikuwa wanatumia kuni, wapishi walikuwa wanakohoa sana na macho yao yalikuwa mekundu, yani yanaathirika. Lakini kwa sasa hivi mpishi anatoka vizuri, yani hana shida yoyote. Akohoi hana shida yoyote. Yani mimi nawaalika wote ambao wana wasiwasi na nishati ya gasi waanze kutumia, na wataona faida nyingi tu ambazo
inapatikana kutumia nishati ya gasi. Msukumo wa kutumia nishati safi unaambatana na matamko kadhaa ya serikali ambayo yametolewa kwa nyakati tofauti na mamlaka kadhaa za nchi, ambapo taasisi zote zinazolisha watu zaidi ya 100 zinapaswa, yani zinalazimika kuhama kutoka kwenye matumizi ya kuni na mkaa na kuingia kwenye nishati safi kama gesi, umeme pamoja na nishati nyingine. Sasa Kanosa Sekondari imekuwa mfano, na namuuliza sisa, walipata wapi msukumo? Sasa hivi nani aliwashawishi kuingia kwenye matumizi ya gesi? Asante. Sisi tulikuwa tunaogopa kama nilivyokuambia mwanzoni, lakini serikali ilitulazimisha. Lazima mashule ambao wanatumia gesi, wanatumia kuni, lazima wabadilishe nishati yao watumie gesi. Kwa hiyo kuanzia hilo tangazo na sisi tulitumia gesi, na tunaona kwamba tunashukuru serikali iliyotuambia kwamba tutumie gesi na tunafurahi. Sasa ninyi sasa Kanosa mnawaambiaje shule zingine, kwa sababu najua serikali ndio inasema taasisi ambazo zinalisha watu kuanzia 100 ni lazima ihamie kwenye gesi. Kanosa kuna mambo gani mazuri ya kujifunza ili watu nao wabadilike kutoka kwenye matumizi ya nishati za kuni au mkaa mpaka kufika kwenye gesi? Somo gani tunalipata kutoka kwenu? Mimi nawaalika watumie nishati safi ya gasi, watafurahi sana, kwa sababu kama nilivyowaambia hapo awali, kuta ziko safi. Sisi tulikuwa tunapaka rangi yani takribani kila miezi mitatu, lakini sasa hivi kuta la jiko liko safi, alafu na masufuria yako masafi. Kaza iko nyingi sana kwa kuosha masufuria, kufanya nini. Kwa hiyo na muda, kuna kusevu muda, hawatumii muda mwingi. Hata ukitaka kupika ugali, chakula chote unaweza kukipikia kutumia nishati safi ya gesi. Kwa maoni yako, kwa kuhitimisha, unadhani nini kama taifa tufanye sasa ili kuhakikisha tunabadilika kabisa kutoka matumizi ya hizi nishati ambazo zimeitwa chafu mpaka kuja kwenye nishati safi? Kwa maoni yako. Mimi nafikiria kama serikali ilivyotumia nguvu, nafikiria serikali ije tusaidie, elimishe watu kwamba kuna madhara makubwa ambayo yanatokea kutumia kuni, kutumia mkaa, kutumia kadhalika na kadhalika, na kuna madhara mazuri mengi kutumia gesi. Ndiyo. Nashukuru sasa kwa muda wako. Nashukuru sana. Asante sana. Ni Sister Susan Nalule akizungumza kutoka shule ya sekondari Kanosa iliyoko Tegeta, Dar es Salaam. Bado unasikiliza Je, Unasemaje ya Radio Free Africa, na mimi ni Dennis Mwasalanga. Sasa baadhi ya wanawake ambao nimewakuta jikoni hapa Kanosa na wanasema wanawajibika kuwapikia wanafunzi na wafanyakazi wa shule hii, wanajisikia ufahari kutumia gesi kutokana na muda wa upishi unakuwa ni ule uliokadiria, lakini vile vile wanakuwa wasafi muda wote, pamoja na kuacha mazingira ya jiko na maeneo mengine kuwa masafi, tofauti na ile ambayo inatokana na kuni na mkaa. Naitwa Eda Nelson Mwakanemile, ni mpishi Kanosa Secondary School. Kwa kweli naifurahia nishati ya gesi. Kwanza kabisa inaokoa muda. Kwa maana nilikuwa zamani napika na kuni, ilikuwa inachukua muda mrefu kuivisha chakula, lakini kwa sasa inatumia muda mchache. Kwa hiyo na mimi nafanya kazi zangu kwa urahisi. Changamoto nilikuwa nikutana nayo ni kipindi napika na kuni. Kwanza ilikuwa ni moshi. Pili, kuziandaa nayo ni kazi. Kwa hiyo hizo ndio changamoto ambazo yani nilikuwa nikutana nazo, nachukia sana kuziandaa kuni na moshi. Kwa kweli matumizi ya gesi ni mazuri. Kama nilivyosema awali, yanaokoa muda. Pia yanafanya mazingira unayopika yanakuwa masafi, sio sawa na unavyotumia kuni. Kwa wapishi sana sana walio mashuleni kama mimi, yani washawishi hata mabosi wao wawekee gesi kwa sababu inaokoa muda. Wao wanakuwa nafanya kazi kwa wakati. Majina yangu ninaitwa Penina Frank Majojo, ni mfanyakazi wa shule ya sekondari ya Kanosa eneo la jikoni. Shughuli ambayo tunaifanya hapa jikoni, mimi ni mpishi. Ninatumika kuhudumia, kuwapikia chakula wanafunzi wa shule hii pamoja na wafanyakazi. Nishati ambayo tunaitumia kwa sasa ni gesi. Lakini kabla ya sasa, hapo nyuma tulikuwa tunatumia kuni. Kuna usumbufu ambao tulikuwa tunaupata, ikiwemo moshi. Kiwa natumia kuni hasa kipindi cha masika, kuni zingine zinakuja zikiwa hazijakauka vizuri.
Hivyo tukiziwasha zinatoa moshi mwingi sana. Na changamoto nyingine ambayo tulikuwa tunaipata nyakati tunatumia kuni, utakuta ule moto, kwa sababu ukipika chakula lazima upunguze ule moto. Kwa maana unakuta sometimes chakula kinaungua pia kwa sababu ya moto kuwa mwingi na hauna kipimo maalum. Yaani maandalizi yake kwa ufupi yalikuwa ni magumu. Kulikuwa kuna ugumu mkubwa tu. Kama tunavyojua kuni kama kuni ni kwamba kwanza hata kwenye kuiwasha ile kuni mpaka iwake ilikuwa inachukua muda. Ila sasa ikisha waka pia unaweza kukuta moto unakuwa mwingi. Sasa tunapata tena kazi kwenye kupunguza ule moto ili chakula kikae sawa. Wakati tukiendelea kutumia kuni ni kwamba moshi ulikuwa unaleta athari kubwa. Sio kwetu sisi wapishi tu, ila hata kwa watoto hawapo dining wakati wakiwa wanakula chakula. Lakini athari nyingine ni masizi. Kuni huwa zina tabia kutoa masizi. Ule moshi unazalisha masizi ambayo utakuta yanaingia kwenye sufuria, lakini pia huwa yanasambaa hata katika maeneo ya jiko pia. Kwa maana ile pia ilikuwa ni athari kwetu. Muda wa kupika ukilinganisha kuni na gesi kuna utofauti mkubwa sana. Kuni ilikuwa inatuletea athari kubwa kama ambavyo nimetangulia kusema. Lakini tangu tuanze kutumia nishati ya gesi, kwa kweli tumeona mabadiliko makubwa katika upikaji. Tunapika chakula katika hali tulivu pasipo kuhangaishwa na jambo lolote. Urahisi wa kutumia gesi na uhakika mkubwa ni kwamba haijalishi wakati wa masika, haijalishi kiangazi, ni kwamba gesi unatumia wakati wowote pasipo usumbufu wowote. Nipende kwa shauri wanawake wengine ambao hadi sasa bado wanapambana na kutumia mkaa au kutumia kuni. Nipende kwa shauri ya kwamba waachane na hizo zana, waende kwenye nishati ya gesi ambayo itawarahisishia kupika kwa muda mfupi sana pasipo kupoteza muda. Nipende kuambia watu wengine au shule zingine ambazo bado mpaka sasa hivi wanatumia nishati zile za kizamani, wangebadilisha mtazamo huo. Sisi hapa Kanosa tunao watoto wengi ambao tunawapikia kwa kutumia gesi. Tunapika chakula kingi sana, lakini gesi inaturahisishia ya kwamba hiki chakula kinaiva kwa muda mfupi. Haijalishi ni chakula kingi kiasi gani, ni wewe tu jinsi ambavyo utaiseti gesi yako. Kwa sehemu ya gharama ukiwa unatumia hii gesi, naweza nikasema kwamba sio kubwa sana, alafu pia haina usumbufu mkubwa kama ambavyo ulikuwa unatumia kuni. Kuni ni kwamba mpaka ukazifuate porini, organize na watu ili wakuletee mzigo hapa. Saa zingine unachelewa kupika, unaanza kushangaa kuni zitakuja saa ngapi. Lakini gesi ni swala tu la kuwapigia simu kampuni, gesi inakuja haraka mara moja, mnaendelea na kazi. Ushauri wangu ili gesi iweze kusambaa nchi nzima ni hao watu wa makampuni ya gesi kuweza kujitangaza zaidi, kupita kwenye mashule, kupita kwenye sehemu za makampuni pia, ili kuweza kuielezea gesi na matumizi yake kwa upesi zaidi, ili gesi iweze kusambaa kwenye mashule mengine na nchi nzima. Mwisho kabisa, nipende kutoa shukrani kwa niaba ya wapishi wote hapa jikoni. Tunatoa shukrani kwa uongozi mzima wa shule, wakiwemo masista wa Kanosa Secondary School kwa kuliona hili na kuweza kutuletea nyenzo nyepesi kabisa ya gesi kuweza kutumia hapa jikoni. Tunawashukuru sana sana sana. Chama cha wafanya biashara wa gesi ya kwenye mitungi TZLPJ, wao wanaendelea kuhusika moja kwa moja na kuhamasisha matumizi ya gesi ya kwenye mitungi, ambayo mpaka sasa ndio gesi ambayo inatumika zaidi kwa mapishi duniani kote, na hapa Tanzania bado inaonekana kupigiwa chapuo kwamba inafaa kuwa nishati safi na imerahisishwa kwenye matumizi ya wale watu ambao wanatamani kujaribu kuipikia mapishi ya aina mbalimbali. Sasa mhandisi Huruma Msigwa ni afisa mafunzo na ufundi kutoka TZLPJ. Gesi ya kupikia ya mitungi ni nishati ambayo ni salama kwa afya zetu, vile vile kwa mazingira katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hivyo sisi Tanzania LPG Association tunaendelea kusisitiza kutoa elimu kwa wadau mbalimbali katika mashule, taasisi, maeneo ya biashara, wahamie, kwa sababu hili ni kundi ambalo linatumia nishati
kwa mfano kuni na mkaa kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo uchangiaji wao katika uharibifu wa mazingira ni mkubwa. Vile vile matumizi ya kuni na mkaa yana athari kubwa katika afya zetu. Kwa hiyo matumizi ya gesi sio anasa, ila ni lazima katika kuelekea kupunguza athari hizi za matumizi ya kuni na mkaa. Vile vile sio gharama kama vile watu ambavyo wanafikiri. Vile vile Watanzania pia na jamii ambayo inatusikiliza sisi ama inatufuatilia wanatakiwa kutambua kwamba sasa hivi serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo katika kutekeleza mkakati wa miaka 10 wa nishati safi ya kupikia. Ni katika kupunguza athari hizi zinazotokana na uharibifu wa mazingira, hasa ikichangiwa na matumizi ya nishati ambazo sio salama kama kuni na mkaa. Kwa hiyo gesi sio hatari wala sio gharama kama watu ambavyo wanafikiri. Kwa hiyo ukitaka kujifunza zaidi ama ni namna gani utaweza kutumia gesi kwa usalama katika taasisi yako, katika eneo lako la biashara, unaweza ukatufuatilia zaidi katika mitandao yetu ya kijamii kama Instagram kwa TZLPGA, ukatufuatilia pia Facebook, vile vile na mtandao wa X, vile vile katika website yetu ya Tanzania LPG Association, ili uweze kujifunza mengi zaidi na taarifa nyingi zaidi. Ukitaka kuelewa kuhusiana na nishati hii utaweza kutupata huko. Baadhi ya wadau wameniandikia maoni kwenye mitandao ya kijamii tukiangazia, je, unasemaje kuhusu utekelezaji wa mkakati wa nishati safi ya kupikia? Lipo agizo la serikali ambalo linataka taasisi zote ambazo zinalisha watu kuanzia 100 lazima zihame kutoka matumizi ya kuni na mkaa mpaka kutumia nishati safi kama gesi, umeme na nyingine. Nyagawa Alfred Baraka kutokana na hii mada ameandika not convincing, yani haishawishi ule utekelezaji wa mkakati huo. Mpelwa Sekela Nyanda wa Lulembela Geita unasema unategea sikio na unatamani uondokane na hii nishati sio salama, lakini unasema matumizi ya kuni kijijini yanaendelea kupaa kutokana na gesi ni shida. Maoni ya Mpelwa Sekela Nyanda wa Geita, Tanzania. Na wewe ukiwa na maoni, endelea kutembelea kwenye mitandao ya kijamii, tafuta Radio Free Africa ama nifuate mimi @Dennis Mwasalanga.